Wanasema kila mwamba ngoma huvuta kwake na kila mwenye lake hujivunia, ila swala hili limebakia kuwa msemo tu ambao hauna maana wala uzito wowote kwa eneo nzima la uliokuwa mkoa wa magharibi mwa Kenya. Kwa kawaida hakuna mzazi asiyemtakia mwanawe mazuri. Hakuna mtu wa jamii ambaye atampenda mtu wa nje amwache wa kwao. Ni kweli hutokea ila 5% tu juu ya 100. Hii ina maana kwamba 95 ambayo ni asilimia kubwa husimama nyuma ya mafanikio hayo. Kaunti za uliokuwa mkoa wa magharibi mwa Kenya ikiwemo Bungoma, Kakamega, Vihiga, Busia na kaunti jirani ya Trans Nzoia ni wakati wa kusimama kidete kwa kuungana kwa pamoja pasina mgawanyiko wowote. Viongozi wa magharibi mwa Kenya lazima muwe macho tena sana. Na kwa umoja wenu mtaleta sura mpya ya uongozi katika taifa hili. Kwani kura za eneo la magharibi huamua pakubwa zaidi nani rais wa taifa hili. Iwapo viongozi hawa wa eneo hili la magharibi mwa Kenya watasimama kidete, wataleta mabadiliko makubwa tena zaidi. George Natembeya wa Trans Nzoia, Ken Makilo Lusaka Bungoma, Wycliffe Ambetsa Oparanya, Moses Masika wa Tangula, Edwin Sifuna seneta wa Nairobi, Eugene Wamalwa, Caleb Hamisi, mbunge wa Kabuchai Majimbo Ngalasinga, Jack Wamboka, Cleophas Malala, Fred Kapondi mbunge wa Mlima Elgon, Didmas Barasa, Wilbur Foso Titilo, Paul Wotoma, Musalia Mudavadi nikitaja tu baadhi yao, wataungana kwa pamoja huku wakiwacha dharau, ulafi, wivu, chuki na ukiritimba. Watatoa suluhu kubwa katika taifa hili. Kwa nini upigane? Kwa nini umpinge mwenzio ambaye taifa nzima limempenda? Kwa nini umtukane eti yeye bado mchanga? Na kama yeye ni mchanga, wewe ni mkomavu. Kwa ukomavu wako ni nini ya maana umeweza kufanya miaka yako ya uongozi? Mbona Wakenya wengine hawajasema wewe, wamemtaja yeye? Jua uongozi hauhitaji tajriba, hauhitaji mali ama pesa. Pia uongozi hauhitaji miaka. Unahitaji kuelewa watu ambao unawaongoza wanataka nini. Mtu anayejali maslahi ya wengine ndiyo kiongozi. Ni wakati sasa wa viongozi wakongwe kupisha viongozi wapya. Taifa linahitaji mabadiliko. Tuwape nafasi viongozi wapya. Nikinukuu tu maneno ya Profesa Patrice Lumumba akihojiwa na idhaa moja hapa nchini Kenya. Ni kweli ngoma ikipigwa sana hupasuka kiwambo, na sana ikizidi sana huwa makosa sana. Kabla haijawa makosa sana, niruhusu ni washauri wakazi wa magharibi mwa Kenya. Wakazi wa magharibi mwa Kenya, tuache siasa ya mgawanyiko. Tuungane kwa pamoja. Tuache kukimbilia shilingi ambayo baadaye itakuja iharibu uongozi wa kesho. Tuwe macho. Tuchague viongozi ambao wataweza kutatua matatizo yetu kama taifa. Ndio